kidemokrasia na inayofuata mfumo wa vyama vingi. Sasa katika unapokuwa na mfumo wa namna hiyo, ni kwamba unategemea watu kuwa na mawazo tofauti, itikadi tofauti, na ni kwamba watu wana haki ili kuweza kufikia katika yale malengo yao, kwamba wao wameamua kuwa wanafuata vyama tofauti, wana mbinu mbalimbali ambazo lakini ni halali za kisheria kuweza kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa kwa bahati mbaya, tokea ule utawala wa rais aliyepita John Pombe Magufuli, ambapo shughuli za siasa ziligeuzwa kuonekana kwamba ni shughuli ambazo si halali kwa sehemu kubwa, isipokuwa tu kama zinafanyika kwa kivuli cha Chama cha Mapinduzi. Na Magufuli akapiga marufuku mikutano ya kisiasa, akasema kwamba ataruhusu tu miezi miwili mitatu kabla ya uchaguzi mkuu wa 2020, na ndivyo alivyofanya. Zuio lake liliendelea hata baada ya kufariki, na baada ya mwenyekiti wa chama hiki cha wakati ule Freeman Mbowe alipotoka, na baadaye huyu ambaye sasa ni mtawala wa mabavu aliyekuwa madarakani wakati ule tulikuwa tunamtambua kama rais, alisema anaruhusu mikutano ya siasa kufanyika. Sasa tumefanya shughuli za kisiasa kwa kipindi hicho na katika mazingira magumu sana. Mwenyekiti mwenyewe aliyekuwepo wakati ule Mbowe, mnakumbuka, alifunguliwa kesi ya ugaidi na alikaa ndani kwa miezi 8. Sasa baadaye tena mwenyekiti wa chama chetu ambaye alichaguliwa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025, muda mfupi tu baada ya miezi miwili baadaye, au miezi miwili na nusu baadaye, akakamatwa, akawekwa ndani na akashtakiwa kwa kosa la uhaini kwa kauli ambayo aliitoa katika ukumbi huu wakati anazungumza na wale ambao walikuwa ni viongozi wa chama na ambao walikuwa watiania wa ugombea ubunge, udiwani ambao kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na alikuwa akiwaeleza kuhusiana na msimamo wa no reforms no election. Sasa akafunguliwa uhaini na ni kesi ambayo mpaka hivi sasa inaendelea kumtesa. Tarehe 14 ya mwezi wa 4 Said Issa na wenzake wakafungua kesi dhidi ya chama chetu, ambaye ilifikia kupata wao jaji wa mahakama kuu Hamidu Mwanga tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 akaweka zuio dhidi ya chama chetu kufanya shughuli za kisiasa, licha ya kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa wa mwaka 99 ambao unasema mahakama haiwezi kuweka zuio kuhusiana na shughuli za kisiasa, na ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Sheria ya vyama vya siasa inasema kwamba hata chama cha siasa akiweza kufutwa au kusimamishwa kufanya kazi shughuli za siasa katika mwaka wa uchaguzi. Lakini katumika njia hiyo haramu kwenda kupata zuio mahakamani, na mahakama huyo Jaji Mwanga akakomaa na akashupaa, hata baada ya kuambiwa kwamba kuna uamuzi wa mahakama ya rufaa bado akakataa, mpaka uamuzi huo ulipokuja kupinduliwa tarehe 15 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa kulikuwa na jitihada nyingine dhidi ya chama chetu hiki ambazo zilikuwa zimeanzishwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ambaye alikataa kutambua uongozi au sekretarieti nzima ikiongozwa na katibu mkuu wa chama na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu ambao walikuwa wameteuliwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Wakasema kwamba ile akidi ya baraza kuu la chama haikutimia ile siku ya tarehe 22 ya mwezi wa tarehe 22 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025. Hiyo imetusumbua sana mpaka kuelekea anakazuia na ruzuku na chama kazuia kufanya kazi. Na nasema haya yote sasa kuonyesha mapigo ambayo chama hiki kimeyapitia, na mwisho wa siku kimeonekana kana kwamba ni adui. Lakini tarehe 29 mwezi ule wa 10 2025 tunakumbuka iliyotokea mauaji ambayo hayajawahi kutokea katika nchi yetu yalifanywa na polisi na serikali hiyo haramu, ambayo iliamua kuua maelfu ya Watanzania. Hata tukienda kwa takwimu ambazo hatuzikubali za hiyo tume inaitwa ya vurugu ya Jaji Chande,
ambayo kusema watu 518 bado ilikuwa ni kiwango kikubwa sana cha watu waliouawa. Na baada ya hapo watu wengi sana walishikwa, wakawekwa ndani, wakafunguliwa kesi nyingi za uhaini. Watu wetu wengi ambao vijana tu ambao wanahusika kwamba wanajinasibisha na Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakawekwa ndani. Makamu mwenyekiti wa chama chetu John Heche hata kabla ya uchaguzi alishawekwa ndani kwa siku 21, na viongozi mbalimbali wakashikwa, kufanyiwa, ikabidi wengine wakakimbia. Viongozi wanachama wengi wa Chadema ikabidi wakimbia hata wakae nje ya nchi. Sasa tumekuja, chama kimefunguliwa, kimeanza mikutano ya katiba mpya na Free Tundu Lissu, ambayo imepokelewa kwa mwitikio wa ajabu sana na mkubwa sana kutoka kwa Watanzania. Watanzania wamekubali Chadema wakitambua kwamba ndicho chama kikuu cha siasa nchini na ndio tegemeo pekee la ukombozi wa kweli wa nchi hii kwa Watanzania. Hiyo kampeni za mwezi mmoja tu zimefanya CCM wakaenda mtero. Njia iliyokuwepo ni kutumia njia haramu ya huyu anaitwa waziri wa mambo ya ndani Petrobas Katambi, akisaidiwa na anaitwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Mwisho wa siku wakaamua kusema kwamba wamepiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa. Ukimuuliza chini ya kifungu gani, hakuna anachoweza kutajia, lakini mnafahamu kwamba ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema kwamba kila mtu anatakiwa kuheshimu katiba ya nchi, kuheshimu na kuitii Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania pamoja na sheria zake. Lakini hawa wenzetu wao bila kufahamu kwamba hii ni jamhuri au kuheshimu kwamba kutambua kwamba hii ni jamhuri, wameamua kukiuka kwa wazi kabisa katiba ya jamhuri ya nchi yetu na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa, wakisahau kwamba ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka wazi kabisa. Sasa kwa kuwa hawa watu nadhani hata wewe anajiita mwanasheria hata sheria hazijui, itabidi nisome ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza. Kila mtu katika Jamhuri ya Muungano anaye haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu na matokeo ya kila mtu kutekeleza wajibu wake kwa jamii kama zilivyofafanuliwa katika ibara ya 12 hadi 28 za sehemu hii ya sura hii ya katiba. Ibara ndogo ya pili katika 29, kila mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaye haki ya kupata hifadhi sawa chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ile ya 5 inasema hivi: ili watu wote waweze kufaidi haki na uhuru vilivyotajwa na katiba hii, kila mtu ana wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Katiba inasema kwamba lazima uheshimu haki ambazo zimehakikishwa na kutolewa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo ni haki ya kufanya siasa. Haki, ibara ya 20 inatoa haki ya watu kuweza kujumuika na kuunda vyama na kuweza kutoa maoni yao na itikadi zao. Sasa ambacho kimefanyika ikawa ni kwamba ni kinyume cha katiba hiyo ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na wameamua kutumia mabavu. Kwa hiyo hakuna sheria ambayo Katambi au mwingine anatumia isipokuwa ni mabavu. Sasa ikatokea kwamba kuna wanaharakati na Watanzania ambao wanatumia haki zao za katiba, wakasema kwamba wanataka kuandaa maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Chadema haikuwa inashiriki kwa namna yote ile katika maandamano hayo, na ilisema wazi kabisa kwamba katika mikutano ile bado tulikuwa tukifanya katiba mpya na Free Tundu Lissu, tusema siku ya maandamano ambayo itaishwa na chama itatajwa. Lakini Chadema haiwezi kumzuia Mtanzania asitumie haki yake ya kikatiba ya kuweza kuandamana. Kama watu wanaandaa maandamano, acha waandamane. Madhari hawatumii mabavu, hawatafanya vurugu zozote zile. Sasa imetokea kwamba baada ya yale maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 ambayo ilitakiwa yafanyike, hayakufanyika, lakini Watanzania waliandamana kwa ukao wote nyumbani. Nchi yote ilikuwa imefungwa kwamba Watanzania hawakutoka kwenye nyumba zao, shughuli za biashara za kila kitu, hata ile sheria za 77 zilikwama. Kwa hiyo kulikuwa na namna nyingine ya kuandamana. Wanasema kuna njia nyingi za kuua mbwa. Unaweza ukamkaba, unaweza ukamnyonga, unaweza ukamnyima chakula, unaweza kumpiga sindano, unaweza kumlisha sumu. Watanzania waliamua kwamba wao wasiende, wasitoke nje. Kwa hiyo ilikuwa namna ya kuweza kuonyesha kwamba hawaridhishwi na mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu, kwamba madhari ya hao watu wanatumia mabavu, hata ile njia halali kabisa ya watu kuweza kutoa maoni yao. Maandamano ni njia halali kabisa. Martin Luther King Jr. kule Marekani alikuwa wanaandamana,
Mahatma Gandhi alikuwa wanaandamana, na hata hapa Tanzania watu walikuwa wakiandamana siku zote za nyuma. Afrika Kusini Desmond Tutu na nani wote wamekuwa wakiandamana. Ufaransa tunawafahamu kabisa, wao ni wataalamu wa kuandamana, wanaandamana vibaya, tena wakati mwingine maandamano yao huwa ni ya vurugu, lakini nafahamika hiyo ni haki ya kawaida kabisa na inatambuliwa na ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hasa katika ile hali umekutikana kwamba wameshikwa viongozi na wanachama wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunaambiwa juzi na msemaji wa jeshi la polisi anasema kwamba kuna watu 133 wameshikwa. Na sasa hadi hivi sasa kuna watu kama 61 ambao wamefunguliwa mashtaka. Na haya yamewakumba watu wetu. 61 ambao wamefunguliwa mashtaka kule Shinyanga. Tuna watu 17, mwingine anategemea pengine atafunguliwa mashtaka leo. Kuna wengine kule Mwanza 23 wamefunguliwa mashtaka. Hayo yote ni ya nini? Ni ya ugaidi. Kule Iringa wako 4 ugaidi. Mbeya wako 4 ni ugaidi. Dar es Salaam leo wamefunguliwa wale Pendo Kileo na wenzake wawili wamefunguliwa mashtaka tena ya ugaidi kule katika mahakama ya Kinondoni. Kuna kiongozi wetu alikuwa amefunguliwa na kufungwa kule Kahama. Baada tunashukuru leo Mungu Mwenyezi wa milele amesaidia kwamba hakimu katika rufaa yake imeweza kusikilizwa na uamuzi umetoka kwamba ameshinda ile rufaa yake ile na skora. Tunashukuru. Hasa ambacho kimeonekana ambacho ni Chadema ambacho haikubaliani nacho ni kugeuza shughuli halali za kisiasa za watu kukusanyika, watu kukutana na kupeana maoni, kuifanya kuwa ni ugaidi. Hii ni hatari kwamba kama tunafanya shughuli halali za kisiasa tunajinaisha shughuli halali za kisiasa, tunaipeleka nchi yetu mahali pabaya sana. Haki ya kufanya siasa ni haki ya kikatiba. Ndivyo ibara ya 3 inavyosema, ibara 3 ibara ndogo ya kwanza inavyosema, ndivyo ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza na ya pili zinavyosema, ndivyo ambavyo ibara ya 18 inavyosema, na hata ibara ya 26 ibara ya 29 zinavyosema kwamba watu wana haki ya kufanya siasa. Sasa kama tunafanya watu kwa kufanya siasa kwa kuwa na mtazamo tofauti, kwamba watu wanapanga kuandamana, unageuza kwamba hiyo wanapanga ugaidi. Hii ni hatari sana. Ni hatari sana kwamba manake hatuitaki nchi yetu mambo mema. Shughuli halali kabisa ya kisiasa unaigeuza, unaipatia jina tofauti, unaita kwamba ni jinai. Hasa mwisho wa siku tutakaaje katika nchi yetu hii? Je, sisi ni watu huru? Maana ibara ya 15 ya katiba ya nchi yetu inasema kwamba watu wote wanatakiwa kuwa huru. Hasa kama tunageuza watu ambao walikuwa huru wanageuza kuwa watwana na kuwa watumwa katika nchi yao, hii ni hatari. Hasa tumekaa kama wanasheria wa chama, tumezipitia hati hizi mbalimbali. Ukiangalia kama hapa kwa mfano, ninayo hati ya kesi ya kule Mbeya ambayo inamhusu Noah Mwarwange, Gwamaka Mboka, Rogers Mpwani, Agustino Wasinyo. Hii inawaambia kwamba wao wametenda nini? Wametenda ugaidi, kwamba katika eneo la kule Mafiati katika walipanga kwa pamoja kutenda vitendo vya kigaidi, ikiwa pamoja na kuwashauri watu na kuwashawishi watu katika eneo la Mafiati kutenda vitendo vya kigaidi, ikiwa pamoja na ikijumuisha na kuharibu mali na kwa maana hiyo na kutaka kuwatisha wananchi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Tuna nyingine tena, huyu anaitwa Jasiri Robert Masumbi, na yenyewe ni Mbeya, na yenyewe vile vile nasema kwamba alikuwa na lengo la kuwashambulia polisi kule Mbeya na kusababisha vifo na kuwaumiza. Kuna kule Mwanza tunao kesi inamhusu, hii ni kesi namba 16379 ya mwaka 2026, kesi ya uchumi. Hii inamhusu Alfax Sadi Bundara Nyamwaga, Fanson Wilson Mpango, Abeli Maruta Mwesa, Hassan Mohamed Saidi, Emmanuel Anthony Wambura, Adamu Robert Idi, Damas Bebwa Sadok, Petro Matias Mabura, Abdul Amani Kagwidi, David Mashaka Maendeka, Filipo Mayingu Masatu, Edward Peter Mikindo, Emmanuel Joseph Doto. Hao 12 wanashtakiwa kwamba walitaka kuharibu mali, walishika katika mikutano kwa malengo tena matendo ya kigaidi,
na kuharibu na kutaka kuchoma mali za watu binafsi na za serikali. Hiyo tarehe 7 mwezi wa 7. Haya, mwingine huko tena Iringa au anaitwa Akudi Aknai Korai Abdi Daudi Mwaisoba, Ambi Daudi Mwaisoba, Raimu Hussein, Elman Beatu Sambara wameshtakiwa na kesi ya kiuchumi namba 16453 ya mwaka 26 huko Iringa, na wao kwamba wanashtakiwa kwamba walikuwa wanataka kutumia vilipuzi na kuweza kuwashambulia dhidi ya maafisa wa polisi, na kwa maana hiyo na kutaka kutisha umma. Tunayo kesi nyingine Shinyanga, hii inamuhusu hii ni kesi namba ya kiuchumi namba 16506 2026, na mwisho Goldwyn Laurent, Hamisi Omari Ngunila, Johnson Paulo Michael, Joseph Isaac Ongoro, Mwebi Charles Yoyo. Hao wote wanaambiwa kwamba walitaka katika maeneo huko Shinyanga kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 mwezi wa 7 katika maeneo mbali ya Shinyanga walikula njama ya kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa pamoja na kuwa na maandamano haramu. Kwa hiyo wakitaka kutishia usalama wa nchi yetu. Vile hawa tena Edwin Ongito, hiyo ni kesi hawa 16504, Ongito, Jabari Abdul Sharifu, Sengiyumba Sadiki, Boniface Queen Kasuruba, Hussein Marijani Hamidu, Mohamed Shabani Nkimani, Mwinyi Salomu Kuliengana, Omari Ali Nganinga, Maulidi Ramadhani. Hawa wanasema kwamba kuanzia kati ya tarehe 26 Juni mwaka 2026 hadi tarehe 7 Julai katika maeneo mbalimbali kule Shinyanga walikuwa na lengo, walikula njama za kutaka kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa ni nini? Ugaidi wao ni nini? Maandamano haramu. Tukaenda kule Mwanza, kuna kesi ya kiuchumi namba 16375 dhidi ya Deus Elias Masarago, Mohamed Saidi Tosha, Fabian Bernard Nguvumali, Samuel Kayange Mtani, Samuel Ngaji Kobel, Julius Mwita Makonga, Fanuel John Rutana, Filipo Juma Kulwa, Filipo Ntembeji Shipuruko, Hamisi Masanja Mnyimvua. Hawa wanaambiwa kwamba wataka kutenda matendo ya nini? Ya kigaidi huko Mwanza katika eneo katika kuanzia tarehe 4 kati ya tarehe 4 na tarehe 7 katika sehemu ya Nyamagana. Walikutaka kushiriki mikutano wakijua kama mikutano hiyo ina lengo la kufanya nini? Mambo ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na nini? Na kuchoma moto mali za watu binafsi na za serikali. Sasa na ya mwisho hii hapa ilikuwa inahusu Jackson Venant Kabiesereza. Hii ni kule Shinyanga, ni kesi namba 16503 ya mwaka 2026, kesi ya kiuchumi ambayo sema kwamba huko Shinyanga kati ya tarehe 15 Juni na tarehe 2 mwezi wa 7 wao walikula njama za kutenda matendo ya kigaidi, ikiwa ni pamoja na kufanya nini? Kuwachochea wananchi kufanya matendo haramu ya kuandamana. Sasa hiyo ndio hali tulionayo, kwamba unakuwa na watu ambao wana haki kabisa ya kikatiba ya kushiriki maandamano au kutoa maoni yao. Mwisho wa siku unaamua kuigeuza kwamba sasa sio haki tena, bali ni jinai. Umetenda matendo ya nini? Ya ugaidi. Sasa hii kwa kweli inafanya kwamba mtu aanze kusema kwamba sasa, je, nchi yetu inaamini katika utawala wa sheria? Na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara B kubwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inamtaka kwamba kwanza licha kuanzisha ofisi yake inataka kwamba afanye kazi zake mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mujibu wa ibara ndogo ya pili yaweza kutekelezwa na yeye mwenyewe au kwa maelekezo yake na maofisa waliopo chini yake au wengineo wanaotekeleza kazi hizo kwa maelekezo yake. Katika 4 sasa, katika kutekeleza mamlaka yake mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au na mamlaka yeyote, na atazingatia mambo yafuatayo.
A, nia ya kutenda haki; B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na C, maslahi ya umma. Sasa katika hali kama hii hapa, zote hizi kesi unakuta kwamba zina vibali vya mkurugenzi mkuu wa taifa wa mashtaka. Sasa ni kweli kwamba tumefika hapa kweli kwamba hizi kesi ambazo mtu anatekeleza tu haki yake ya kikatiba inageuzwa inakuwa ni jinai? Tunaitakia mema nchi yetu? Tunaheshimu utawala wa sheria? Haya ni masuala ambayo kama Watanzania lazima tujiulize. Je, mtu kutoa maoni yake au kukutana na wenzake imegeuka kuwa ni tendo la ugaidi? Chadema haiungi mkono ugaidi kwa namna yote, na Chadema inaamini katika matumizi ya njia za amani za kufikisha ujumbe wake, na ndivyo ambavyo katiba hii inavyosema, ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndivyo sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 19 kinavyosema, na sisi tunakiamini moja kwa moja. Lakini unapogeuza shughuli halali ambayo katiba inayoruhusu ukaita jinai, kwa uhakika unakuwa watendei haki wa Tanzania. Sasa kama mawakili tumekaa chini na kufikiria cha kufanya, tutakuwa na majibu sahihi na hatua sahihi za kisheria dhidi ya vitu kama hivi. Hatuwezi tukawaacha watu wakateseka, wakafunguliwa kesi za jinai, watu wakasota mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, wakiwa wanapambana na kesi za namna hii. Alafu tunasema tuache tu mkondo wa sheria tuache sheria ichukue mkondo wake. Si haki. Kama unafungua mashtaka ambayo yanaonekana kwamba yana chuki au yana lengo la kukomoa, kama chama na sisi kama mawakili ambao ni watumishi wa mahakama, lazima hatua stahiki zichukuliwe. Hatuwezi tukaacha hivi. Tumevumilia sana. Mwenyekiti amefunguliwa kesi, ametumia kila aina ya mbinu za kisheria za mahakamani, kwamba kesi imekuja, pambana nayo mahakamani hivyo hivyo. Sawa. Lakini kuna haja ya kuangalia ukatiba wa vitu hivi. Kuna haja ya kuangalia ukatiba wa vitu hivi, ili mahakama yetu na yenyewe iingie kwenye record kwamba katika wakati kama huu ilichukua hatua gani au ilitoa tafsiri gani kuhusiana na mambo haya ambayo kwa kweli tunaona kwamba si sawa sawa. Kama nilivyosema, Chadema katu kamwe haitaunga mkono matumizi ya nguvu, haitaunga mkono matumizi ya kuharibu mali za watu, lakini katu kamwe haitakubali kuona kile ambacho ni haki ya msingi ya Mtanzania ambayo katiba inaitambua. Agano la kimataifa la haki za kiraia na za kibinadamu linasema, ICCPR inatamka, na Tanzania tumeridhia na kuwa sehemu ya hiyo tamko. Kwa mfano, katika ibara, kama mkitaka kuangalia ibara ya 9 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyosema, ibara ya 9 inavyosema hivi: lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar au wa chochote kati ya vyombo vyake na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa za ujamaa na kutegemea, ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vinawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kuwa au F, kwamba heshima ya binadamu inahifadhiwa na kudumishwa kwa kufuata kanuni za Tangazo la Dunia kuhusu haki za binadamu. Katiba yetu inalitambua na imelipokea tamko la dunia kuhusu haki za binadamu la mwaka 1948. Haki ya kufanya siasa inatambuliwa na tamko hilo. Katiba yetu maana yake imelichukua na kulibeba ile tamko zima la mwaka 1948 kuwa sehemu ya katiba hii. Sasa kama unageuza, unataka unaamua kuiviza na kuiteketeza hiyo katiba hizo haki, utendi sawa. Ibara ya 7 ya katiba inaposema, nadhani tusaidiane.
bila ya kujali. Ibara saba ibara ndogo ya kwanza inasema hivi: bila ya kujali masharti ya ibara ndogo ya pili, serikali, vyombo vyake vyote na watu wote au mamlaka yoyote yenye kutekeleza madaraka ya utawala, madaraka ya kutunga sheria au madaraka ya utoaji haki watakuwa na jukumu na wajibu wa kuzingatia, kutia maanani na kutekeleza masharti yote ya sehemu hii ya sura hii ya katiba. Ni kwamba hii ibara ya sehemu ya pili ya katiba inatakiwa kuheshimiwa na kufuatwa na watu wote serikalini, ikiwemo nini? Tamko la kimataifa la haki za nini, za binadamu la mwaka 1948, na ikiwa ile vile vile ibara ya 8 ambayo inasema kwamba chanzo chote cha madaraka kinatoka nani? Kinatoka kwa wananchi. Hasa tumelazimika kuja hapa kuwaita nyinyi ndugu waandishi wa habari, ili kwamba tuweze kusema kwamba haya ambayo yametokea na yanaendelea kutokea, kwa sababu tunaambiwa kuna wengine hawa 61 ambao wamefunguliwa kesi sawa, lakini kuna wengine ambao mpaka wafike 133. Maana tunazungumzia watu zaidi pengine ya watu kama 70 nayo hawajafanya nini, hawajapelekwa mahakamani. Watu hawa wana haki ya kupelekwa mahakamani. Wengi wa hao ambao wameshikwa wamekaa ndani zaidi ya siku 20. Watu hawajua watu hao wako wapi. Wengi tunaambiwa wamepigwa, wamenyanyaswa, wamelazimishwa kusaini vitu. Ni mambo ambayo tutaweza kuyafichua hadharani baadaye kama kesi zitakapokuwa zinaendelea. Lakini kama katiba yetu inasema kwamba tuheshimu utu wa mtu, tusitweze utu wa watu, kama katika kesi hizi, kwa nini unakaa na mtu zaidi ya saa 24 hujampeleka mahakamani? Unaficha watu wasijue huyu mtu yuko wapi, na unataka tuamini kwamba eti mlikuwa mnamuoji vipi? Maana yake watu wanateswa, mwisho wa siku wanasainishwa vitu. Ni mambo ambayo hatutaweza kuyakubali, lakini itabidi mahakama iweze kuyapokea na kuweza kupata ukweli huu. Ubaya wa wenzetu ambao tunauona, hawaoni aibu kuanika mabaya yao hadharani. Tumeona kwenye kesi ya Lissu yanaendelea kuanikwa. Tumeona ilitokea kina Agatha Atuaire, watu wanaendelea kuyanika tu, wakati tunatumia msemo wa kusarula. Sasa haya ni mambo ambayo ni hatari sana. Tukiendelea kuruhusu yakaendelea kutokea tusiyasemee. Kwa hiyo kama chama tumesema kwamba inabidi tuchukue hatua za msingi. Tutatuma mawakili wetu kwenda sehemu zote hizo kwenda kuwatetea Watanzania wanachama wa Chadema na hata Watanzania ambao wamekumbwa na kadhia hii. Sasa angalia hata kesi ya yule mwalimu wa chuo kikuu cha Dodoma, yule Kaijage. Hivi unaweza ukasemaje, ukaharamishaje yani mihadhara ya kitaaluma ukaita ni jinai, ukaita ni ugaidi? Walimu wanatakiwa kuzungumza masuala yote ya kitaaluma, hata hoja ambazo wengine hawatakiwi kuzungumza. Mwalimu anatakiwa aseme kwamba kuna msomi fulani alisema 1 2 3, msomi mwingine kuna mawazo falsafa nyingine nasema hivi. Zote hizo unaweka mawazo hadharani, mwisho wa siku wanafunzi wafanye nini? Au wale ambao wanasikiza mdahalo waweze kuchukua. Sasa ukianza kuharamisha maoni au mihadhara ya wanazuoni, uwatendei haki wa vijana wetu, uitendei haki nchi yetu, kwa sababu unataka kuwa na watu maamuma mbumbumu mzungu wa reli ndio ambao waweze kuhitimu katika vyuo vyetu. Tuitendei haki nchi yetu. Katika masuala ya kitaaluma, mawazo yote ni ruhusa. Mawazo yote yanawekwa mezani. Ni jukumu la vijana wanafunzi kuweza kuyasoma yale na kuweza kuamua hilo sahihi. Ndio maana hata katika nchi ambayo watu wanaamini kwamba Mungu yupo, ni vema unaruhusu hata wale ambao mawazo ya wasomi ambao wanasema Mungu hayupo yawekwe mezani, ili kwamba watu wafanye nini? Watu waweze kujua upande wa pili. Kwa mfano nafahamu, kwa mfano kwa kanisa Katoliki, hapa padri wote mnawaona wanasoma kwanza Mungu hayupo katika masomo ya falsafa au ile theolojia, alafu baadaye wanakuja kusoma kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo ndivyo aweze kubalance. Kama sana naona kwamba kama ataweza kutetea upadri, kufuata upadri, lazima wao amejua wanaosema Mungu yupo wamesimamia wapi, wanaosema Mungu hayupo wamesimamia wapi. Hii inamsaidia kuwa na mtu ambaye ni nini, amebobea au amepevuka mtazamo wake, akienda kuanza kukutana na waamini wake ni rahisi. Vile vile kwa wasomi
wasomi lazima, wewe unaweza kuwa unaamini ujamaa, lakini lazima ujifunze ubepari kwa undani wake. Wengine wanataka ukomunisti, lazima mtu afahamu ukomunisti, lazima afahamu ubepari na ukabairi na mifumo yote ile iliyopo pale aweze kuichukua. Sasa akienda kutetea hoja yake anakuwa anajua kwamba haya mawazo yake yamefanya nini, yamepimwa na yamekumbana na hoja tofauti, na mwisho wa siku mtu anakuwa na msimamo madhubuti akitaaluma, hata kiuandikia tuseme kwamba amesimamia sehemu fulani. Sasa kwenda kumfungulia mwalimu mwadhiri wa chuo kikuu mashtaka ya ugaidi au kwanza kama uchochezi baadaye unageuza, hii inamaanisha nini? Kwanza inachafua taswira ya nchi yetu, kwamba inakiuka lile agano au tamko la uhuru wa wanataaluma la Kampala mwaka 1990. Wanazuoni wa Afrika Mashariki walikaa wakapitisha hilo tamko kwamba kuwe na uhuru wa kitaaluma. Sasa inakuwaje unageuza kabisa kwamba mwadhiri anakwenda kutoa maoni yake au anatoa muadhara, wewe unauita kama ni ugaidi? Je, tunatendea haki hata akili zetu? Tunatendea haki hata dhamira zetu licha ya sheria? Sasa ndio masuala ambayo yamekisumbua chama na sisi kama wanasheria tumeona kwamba haiwezekani. Ni vitu ambavyo sasa tutabidi kwamba tutatuma timu za wanasheria wetu, wataenda huko mikoani, wataenda kukutana na hao ambao wamekutana na madhara haya na kuweza kuandaa utetezi madhubuti kabisa wa dhidi ya mashtaka yote ambayo yanawakabili, na tutaangalia hata ukatiba wa mashtaka haya yote. Kwa mara ya kwanza tutaweza kuangalia ukatiba wa mashtaka haya yote na dhamira ambayo inayasukuma mashtaka haya, ili mahakama iamue. Mwisho wa siku ya ukombozi ikifika, kila mmoja wetu ataweza kutoa utetezi wake au ushuhuda wake kwamba alisimama wapi, kwamba je, alisimama na kuunga mkono udhalimu au alisimama kuunga mkono haki na kutetea hata katiba hii licha ya ubovu wake wote. Kuna hayo vipengele ambavyo inavitoa haki ambazo inazitoa. Je, tuliziheshimu? Ni mambo ambayo tutayasimama kwamba Watanzania tunaweka record, ili kwamba mwisho wa siku tunapofika katika mahakama ya umma siku hiyo ukweli uweze kudhihiri. Yeyote nilisema kama Chadema ina kumbukumbu ndefu kushikama maji ya bahari au ziwa Tanganyika. Hatutasahau uovu wote ambao umetendwa. Waliotenda maovu wajue kwamba watajibu. Hiyo ni guarantee. Sio lazima mtu kama mimi niwepo hapa ndio nisimamia hilo, lakini hata hawa vijana wetu wadogo hawa Bavicha na nani watayasimamia. Hiyo ni amini ambayo watu ambao wamekula kwamba watasimamia ukweli na kuhakikisha kwamba haki mwisho wa siku inadhihiri, na kwamba hakuna jinai ambayo itaoza. Zote zitawekwa hadharani, kwa sababu ili kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania ni nchi inayofuata utawala wa sheria, lazima yeyote yule aliyetenda maovu ajue kwamba atalipa, atafikishwa mbele ya vyombo vya sheria na atalipa. Leo anaweza kuwa na kinga zake, anaziona na kinga zake, lakini makosa dhidi ya ubinadamu hayana kinga. Makosa dhidi ya ubinadamu hayana kinga. Watu watashtakiwa. Wale wanaoamini katika kwamba amri kutoka juu, nipende kuambia hakuna amri kutoka juu. Juzi mahakama alikuwa anazungumza hiyo mambo ya mashtaka ya kule ya Nuremberg trials. Watu wajifunze. Watu wasiwe na kumbukumbu fupi kama maji ya mto. Kwa sababu maji ya mto yakipita hayakumbuki. Lakini sisi tuna maji na kumbukumbu ndefu kama nini? Maji ya ziwa Tanganyika au maji ya bahari. Hatusahau, inayoingia pale inakaa nasi na tutakushughulikia. Lakini kwa misingi ya haki. Hatumtishi mtu, bali tunapenda kwamba ufahamu, uzingatie, kwamba tunaweka mazingatio, kwamba mtu azingatie unapotenda hayo sasa ambayo si hayako sawa. Kuna siku utafanya nini? Utalipa. Kwa sababu hatuwezi tukaruhusu nchi yetu ikafanya nini? Ikaingia kwenye nini? Kwenye tando ya jehanamu ambayo hapa duniani. Yalitupata Oktoba 29 na baada ya pale. Ni masuala ambayo yanasikitisha. Masuala ambayo yameibisha nchi yetu, yamechafua taswira ya nchi yetu. Licha ya kwamba hatukubaliana mfumo wa kichama, lakini angalau kulikuwa na heshima fulani ambayo ilikuwa ya nchi hii, ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Hiyo sasa hizi hatuna heshima yote ile. Sasa hizi ni basket case. Kwamba tumeitubwa, tumeingizwa katika nini? Wala sio kama tumechafuka kwa vumbi. Tumechafuka kwa damu. Tumejidhalilisha. Sasa ndio haya masuala ambayo tunasema kwamba kwa hiyo zile familia za ndugu ambao ambao wamewekwa ndani,
tunaomba wawe na moyo wa ujasiri. Chama kitaweza kuwafikia kwa namna kitaweza kuwasaidia, lakini kubwa ni kuwapa moyo kwamba wao wamekuwa askari wetu wa mbele katika mapambano haya. Tunawaomba wawe na uvumilivu na ustahimilivu wa kuweza kufanya nini, kushirikiana na sisi. Ni kweli watapitia katika matatizo mazonge makubwa sana, familia zitaweza kuzitayumba, lakini tunaomba kwamba wawe na nini, wawe na ustahimilivu. Tunachokuahidi sisi kwamba tunaweza kuahidi ni msaada wa kisheria, tutatuma timu ya mawakili. Lakini sasa kama unafahamu Tanzania, ili kuweza kufanya kazi hii ya kuweza kupeleka timu za wanasheria imara na madhubuti kutoka Dar es Salaam, kutoka sehemu mbalimbali na kuweza kuwapeleka kwa mikoani, kuna gharama zake. Kwa hiyo tunawasihi kwamba muweze kuchangia chama hiki. Sasa licha ile tone ambayo tunachangia kwa ajili ya baraza kuu, lakini vile vile mchangie kwamba wale mchango ile ya kujirudia ambayo itatufanya nini, kusaidia chama kuwa na rasilimali za kutosha kuweza kutuma mawakili waweze kwenda. Atumi mawakili kwamba tunaenda kuwalipa mishahara, lakini ni gharama za usafiri, gharama za malazi, gharama za chakula, kwamba waweze kujikimu na kuweza kufanya kazi hiyo. Kwa sababu kwa sehemu kubwa ni kwamba wanafanya nini, wanajitolea kuweza kupambana. Na bahati mbaya kesi za jinai zilivyo, kesi za jinai mawakili atulipwi, kwamba nikishinda kesi nalipwa yule ambaye nimemshinda kwamba atanilipa. Kwa sehemu kubwa watufanyi hivyo. Maana yake ni kwamba ni kama kila mtu achukue gharama zake. Lakini sasa gharama ili chama kiweze kutuma mawakili sehemu zote hizo, lazima tupate msaada wa Tanzania. Kwa hiyo tunaomba michango kwa chama hiki iongezeke. Tuchangie Chadema. Kutakuwa na namba ambayo ya yale malipo ya kujirudia ambayo tunaomba kila mtu anayekipenda chama hiki, anataka chama hiki kiwe madhubuti na imara na kuweza kuwa na rasilimali za kutosha, basi afanye nini, aweze kuwa anakubali kujiunga katika yale malipo ya kujirudia, kama kila mwezi anakata kama ni 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 100,000 au nini kila mwezi, basi aingie katika malipo hayo katika mpango huo, ili uweze kusaidia kwa nini chama hiki kuwa na rasilimali za kutosha kuweza kupambana na hawa watu ambao kwa kweli hawaitakii mema nchi yetu. Hapa ni kwamba kama waliposema wao watatumia dola kubakia na dola. Sasa ni vyema sisi kwamba tuondokane, tushiriki katika mapambano haya kuhakikisha kwamba nchi yetu inaongozwa kwa utawala wa sheria, utawala wa katiba ambayo inajali haki na heshima na uhuru wa watu, na kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kwa nini? Tanzania inakuwa nchi inafuata demokrasia ya kweli, vyama vingi ambao watu wake ni huru na hawana na sio watu ambao ni watwana na watumwa, au watu wanaogeuzwa kuwa vidubwana au vijitu au mali za watu wengine. Asanteni sana. Kuna swali? Asanteni, niko tayari kupokea maswali. Kwa wenye maswali, karibu jitambulishe na chombo ambacho unatokea tafadhali. Asante. Karibu, swali lingine? Swali lingine? Hakuna. Asante. Dokta, unaweza kuja kujibu hilo swali moja? Yeah. Nadhani asante kwa swali. Nadhani tuna watu 61 ambao kwa taarifa tulizonazo kwamba ambao wamefunguliwa kesi mbalimbali, lakini idadi ambayo kutoka kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la polisi ni kwamba kuna watu 133 ambao wameshikwa. Kwa hiyo uchukua hiyo 133 ondoa hiyo 61 nadhani unapata watu 72 wengine bado hawajafanya nini, hawajaletwa mahakamani. Sasa hiyo ndio inakuonyesha hali ilivyo. Sasa siwezi kusema kwamba wote ni wa Chadema, lakini wengi wao ni wa Chadema, na mnavyofahamu kwamba Chadema haikuwa kama nilivyosema mwanzoni,
hatukuwa tunashiriki katika maandamano kama chama, lakini kama mtu kama Mtanzania ana haki ya kushiriki katika maandamano au kuhamasisha watu kushiriki katika maandamano. Hujaona tamko lolote lile la Chama cha Demokrasia na Maendeleo kisema watu fanye nini, watu waandamane tarehe 7 au nini. Lakini Chadema ilikuwa wazi kabisa, watu wana haki ya kuandamana kama wanataka kuandamana. Siku hiyo hawakuandamana. Sasa hivi siku ni masuala ambayo tutaweza kuyazungumzia huko mahakamani, lakini nimesema unasema kuna namna nyingi za kuua mbwa, watu wakaamua kukaa majumbani. Sasa wameamua kukaa majumbani na kuandamana, lakini ule mguso au mbinyo au mtikisiko wa uchumi ulikuwepo na ni hatari sana. Sasa kama watu wakiamua kwamba watakuwa wanakaa nyumbani kama njia yao ya manake ni kama mgomo itafika huko, lakini hata mgomo ni njia halali kabisa. Ambacho nimekizungumzia hapa ni ile hatari ya kugeuza shughuli halali au harakati halali kuigeuza ukaita ugaidi, ukaijinaisha na mwisho wa siku ukawabambikiza watu kesi. Hiyo ni kwamba tunaelekea pabaya. Nimesema ibara ya 7 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko wazi kabisa kwamba serikali, mahakama, bunge, wote wanaofanya kazi za umma wana haki, wana jukumu la kuheshimu kile ambacho kimesemwa katika sura ya 2 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo nilivyosema ibara ya 9F ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kuheshimu na kutekeleza haki zilizoainishwa katika Tangazo la Ulimwengu la haki za binadamu. Lakini kinachotokea sasa kiko wazi kabisa kwamba hatuheshimu hayo. Tumesema kwamba sisi tutatumia dola kubakia na dola. Wale walisema hivyo watawala watatumia dola kubakia na dola, na ni ubabe ndio ambao uko kazini, na mwisho wa siku ni kwamba sasa inabidi kuialika mahakama na yenyewe iweze kujitabanaisha katika mazingira kama haya, nchi yetu inaenda vipi. Kwa hiyo ndio maana chama kimeamua kwamba kitatumia njia halali kabisa za kisheria kuweza kupambana, lakini jumuiya ya kimataifa na yenyewe ijue kwamba hii ndio nchi yetu ambayo tulionayo. Hiyo ndio Tanzania ambayo ilikuwa ile miaka ya 60 70 ilikuwa inaongoza jumuiya za kimataifa kupigania haki za binadamu na ukombozi wa Afrika. Ndio hapa ambako imefika hivi sasa, kwamba viwango vyake vimeporomoka na kuwa nchi ya umwaga damu. Asante. Asanteni sana ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, asante sana.